Natumaini umeamka salama kabisa, mtazamaji wa Zone Media. Nikukaribisha kuweza kufahamu yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Sasa Irani imeionya Marekani kuhusu kuchelewesha makubaliano ya kumaliza vita, na hii ni baada ya Irani kujibu lile pendekezo la Marekani ambalo waliliwasilisha kwa Pakistan, lakini baadaye Pakistan wakampatia rais wa Marekani Donald Trump aweze kulipitia. Baada ya kulipitia, Trump amesema kwamba hakubaliani na majibu ya Irani katika pendekezo la kumaliza vita kati ya Irani pamoja na Marekani. Sasa kupitia spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, yeye amesema kwamba hakuna njia nyingine isipokuwa kukubaliwa kwa haki za wananchi wa Irani kama zilivyoainishwa katika pendekezo la vipengele 14 lililotolewa na Teherani kwa ajili ya kumaliza vita. Katika ujumbe wake, spika wa bunge la Iran Mohammad Ghalibaf alisema kuwa mbinu nyingine yoyote mbali na kukabiliana na mapendekezo hayo haitaleta matokeo na itaendelea kusababisha kushindwa kwa juhudi za kidiplomasia. Kiongozi huyo pia alitoa onyo kwa Marekani akisema kadri mazungumzo yanavyoendelea kucheleweshwa ndivyo walipa kodi wa Marekani watakavyobeba gharama kubwa zaidi kutokana na mzozo huo unavyoendelea. Na kauli hiyo imekuja wakati mvutano kati ya Marekani na Iran ukiendelea kushika kasi, huku juhudi za kufikia makubaliano ya kusitisha vita na kurejesha utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati zikiendelea kujadiliwa kwa hivi sasa. Hivyo ndivyo ambavyo spika wa bunge la Iran Mohammad Ghalibaf ameeleza kwamba kwa jinsi ambavyo Marekani inachelewesha mazungumzo ndivyo ambavyo walipa kodi wa Marekani watakavyozidi kupata tabu katika mzozo huu. Na kitovu kikubwa katika mzozo huu kwa hivi sasa ni ushikiliwaji wa mlango wa bahari wa Hormuz. Baada ya Irani kushika pale, bei ya mafuta duniani imepanda kwa kiasi kikubwa sana, na hata pia kusababisha bidhaa kupanda kwa kiasi kikubwa kutokana na umuhimu wa mlango wa bahari wa Hormuz. Sasa kitu ambacho kinatengenezwa hapa ni kwamba Irani yeye anatoa majibu kwa Marekani kwa maslahi ya wananchi wa Iran, lakini Marekani imekuwa ikikataa. Na hapa Ghalibaf anakuambia kwamba hakuna chaguo jipya kwa Marekani zaidi ya kukubaliana na kile ambacho Iran wanakitaka. La sivyo, basi mgogoro huu utazidi kuwaumiza wao wenyewe, Marekani kwa ujumla pamoja na wananchi wake. Kitu ambacho kila pendekezo likitolewa, mmoja lazima atakataa, aidha Irani au Marekani. Lakini Trump mara zote amekuwa akipiga chini majibu ya Irani katika mazungumzo haya ambayo yanatarajiwa kufanyika wakati wote, lakini bado kumekuwepo na sintofahamu kutokana na ukinzani au mvutano wa pande mbili kati ya Irani pamoja na Marekani. Sasa utajiuliza mtazamaji kwamba nini ambacho kinatengenezwa katika pande hizi mbili, kwa sababu hakuna kukubaliana. Ni kila siku mizozano na migongano, huku vitisho vikizidi kuendelea pande zote, na pia mashambulizi ambayo yamekuwa yakiripotiwa katika pande zote. Basi endelea kuungana nasi wakati wote, nitakujuza kila kitu ambacho kinajiri kufuatia mzozo kati ya Marekani pamoja na Iran. Nikuombe kama bado hujasubscribe channel yetu uweze kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.